sisi kama viongozi wa dini tunapata shida mipango inayofanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo chini ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Yeye ameanzisha kitu ambacho kila Mtanzania mwenye akili timamu na anayetakia amani nchi hii hawezi kuungana naye kwa lengo la kumuunga mkono ili kusapoti yale anayoyafanya au anayoyasema au anayoyashauri. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Kuna maelezo kwamba no reform, no election. Kauli hii ni ndogo mdomoni, lakini ina madhara makubwa. Madhara yake ya kwanza, inavunja katiba ya jamhuri. Katiba ya jamhuri inatutaka mwaka 2025 tufanye uchaguzi. Unaposema hutaki uchaguzi ufanywe na unakwenda kuhamasisha watu wakatae, wafanye vurugu, wafanye fujo ili uchaguzi usifanywe, maana yake kwanza wewe sio mzalendo wa nchi yako, kwa sababu unapingana na katiba ambayo imekuwa kwa miaka mingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 95 ndio ikatengeneza vyama vingi, iliyoruhusu vyama vingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 2000, katiba iliyoendesha uchaguzi 2005 na 10 na 15 mpaka na 20 ndio katiba hii iliyoendesha uchaguzi.